Mtazamaji wangu pale tulipoachia jana, tukiangalia maandiko, tukiangalia Biblia kuhusiana na mpango mzima wa Mungu kuhusiana na mwanadamu. Naomba tuweze kuomba kwa pamoja, alafu baadaye tukaweze kuendelea. Ulipo inamisha uso wako, unaweza kuomba nami mahali pale nyumbani. Omba nami. Baba yetu uliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, Baba yetu, tunakushukuru. Nakushukuru kutuweka hai mpaka siku ya leo. Ukiona leo, tunakuona wewe. Wewe ndio sababu ya kuwa kwetu hai leo. Na hivi tunakuomba tuendapoingia katika ulisoma neno lako, kulisikia neno lako, tunauliza, tunaomba uje kwetu na ukanene nasi Bwana. Roho zetu ziguse tena nami. Na Bwana, naomba neno likaweze kuwafikia watazamaji wote, ukaweze neno hili likaponye, neno hili likafungue maisha ya mtu, neno hili likaweze kurejesha mtu katika mapenzi yako. Tubariki sote tangia sasa hadi tunapomaliza, katika jina la Yesu Kristo le Bwana wetu tumeomba. Amen. Karibu sana basi tukaweze kuendelea kutokea pale mahali tuliachia jana, na tunaongea habari ya mpango wa Mungu, ahadi ya Mungu juu ya mwanadamu. Na ahadi ile ya Mungu juu ya mwanadamu kuhusiana na wokovu mwanadamu haitukuja tu Yesu wakati alipokuja, lakini Mungu alimpeana Ibrahimu. Ibrahimu, Mungu alikamilisha ile ahadi ambayo alikuwa ameongea na Ibrahimu. Basi Mungu alitekeleza kwa njia ya kumleta Yesu Kristo ili aje ateseke, afe kwa ajili ya mimi na wewe. Na hivyo tukafikia pale mahali ambapo jana tulikuwa tunaongea, tazame Kristo. Sasa hivi Kristo ndio wa kutazama, Kristo ndio wa kuangalia, Kristo ndio wa kuamini, Kristo ndio wa kufuata, Kristo ndio wa kusikiza na kuangalia ni yapi aliyoyaongea alipokuwa hapa duniani, ili kwamba tukaweze kuyazingatia na kuyafanya, tukaweze kuziondokea dhambi zetu, wasi wetu na uovu wetu, na kuweza kumwamini Mungu. Hakuna vile tunaweza kusaidika, ndugu zangu. Hatuna pesa, haiwezi kutusaidia. Hakuna kitu kinaweza kutusaidia. Sayansi haina uwezo wa kutusaidia kufikia mahali fulani, lakini Mungu anaweza. Sayansi haiwezi kuondoa dhambi. Hakuna kitu kinaweza kuondoa dhambi, sio sayansi, sio maaskofu, sio marais wa dunia. Wanazo hela lakini hawawezi. Wanajua kuongea siasa, wanazo, lakini hawawezi kuiondoa dhambi. Hawawezi, hata wakitaka hawawezi. Tunajua kitu kimoja na mtu mmoja ambaye ana uwezo wa kuondoa dhambi, na ni Mungu aliye hai kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukimwamini Kristo na uzima, usipomwamini, maandiko yanasema ghadhabu ya Mungu imekukalia. Hatuna chaguo. Tuna pesa, hatuna chaguo. Tuna sayansi, hatuna chaguo. Tutasaidika wakati tumeacha dhambi, tumemwamini Mungu kupitia kwa Yesu Kristo, na tusamehewe, tuhesabiwe haki, tupewe uzima, na tupate njia ya kwenda kwa Mungu. Korona ama bila korona, la msingi ni kumwamini Yesu. Tusipomwamini Yesu, mfati dhambi ni zaidi ya korona. Dhambi ni zaidi ya korona. Unaweza kupona korona mwili, lakini hakuna kitu kinaweza kuponya roho yako. Dhambi ya roho yako ni Mungu, na Mungu peke yake anaweza kukuponya. Unaweza kupona korona mwili huu, lakini roho ikabakia bado na dhambi. Una kitu zaidi ya korona, inaitwa dhambi. Watu wanaogopa korona. Kitu cha kuogopa sana ni dhambi. Watu wanahitaji kumrudia Mungu, kwa sababu maandiko anasema tumwamini yeye Yesu. Maandiko anasema mtazameni Kristo. Maandiko anasema hakuna jina jingine ambalo tumepewa chini ya mbingu ambalo kwa hilo tunapaswa kuokolewa. Msikilizaji, mtazamaji wangu, wakati huu naomba kuendelea mbele zaidi, kwa sababu baada ya Yesu kuweza kufanya kazi katika muda wake alipokuwa hapa duniani, maandiko anasema alipeana kazi hii kwa kanisa. Hivyo tunaweza kumjua Kristo
Hubiria kwa kanisa, sababu ndio waliopewa majukumu wa kuweza kuihubiri Injili. Mathayo 28:18, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanya mataifa wote kuwa wanafunzi, kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Anasema na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa maandiko hapa yanatuambia baada ya Yesu kumaliza kazi yake, akapeana kazi hii kwa kanisa, nendeni mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Anasema Mariko, ulimwenguni kote mkawafanya wanafunzi mataifa kuwa wanafunzi wangu. So ni muhimu kuweza kuelewa kwamba kanisa limepewa majukumu. Naomba kuweza kusoma Wakorintho wa pili 5:18. Anasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, na alitupa huduma ya upatanisho. Anasema yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ausiwahesabie makosa ya, naye ametia ndani yetu, anasema, neno la upatanisho. Jambo la ajabu hili. Nasonga mbele baada ya kuelewa kwamba kanisa ndilo lilipewa majukumu ya kuweza kupatanisha ulimwengu na kuweza kuchukua ahadi ya Mungu kwa dunia na mataifa yote, ahadi, agano la wokovu. Biblia hapa kwa tumesoma, anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo alipokuwa akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Kwa hivyo Yesu alipokuwa hapa duniani akihubiri Injili, alikuwa ndani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Alikuwa ndani akitekeleza ahadi aliyompatia Ibrahimu. Alikuwa ndani ya Yesu. Na maandiko anasema baada ya Yesu kufanya vile, alitupa sisi Mungu neno la upatanishi. Kanisa ndilo lilopewa majukumu ya neno la kupatanisha wanadamu na Mungu aliye hai. Na la msingi kuweza kuelewa kazi iko na kanisa. Likilala kanisa imelala dunia mzima. Likigonjeka kanisa limegonjeka dunia mzima. Na wasiwasi kama corona si kwa sababu ya ugonjwa ambao uko ndani ya kanisa wa dhani. Na wasiwasi kama corona haitokani na misingi ya kanisa kupuzia kazi ya Mungu. Na wasiwasi mwingi sana. Lakini kanisa la sasa, Mungu aturehemu, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie tuweze kukumbuka kazi yake. Tuweze kukumbuka ile kazi aliyotuwekea hapa duniani. Maana bila shaka hatukuokoka tu tuende mbinguni. Tunasema kila wakati tumeokoka tuende mbinguni. Lakini kama ni wokovu wa kwenda mbinguni, mimi nimeokoka naona zaidi ya miaka 20 hivi. Ningekuwa nimeenda mbinguni miaka 20. Lakini kwa nini niko hai leo? Naona niko hai leo kwa sababu niweze kutekeleza neno la upatanishi. Niweze kwenda nje kuambia watu habari za upendo wa Mungu, habari ya Injili, habari ya wokovu wa Bwana, habari ya Yesu Kristo. Ndio kazi ambayo Mungu ametupatia. Ndiposa leo tuko bado hapa duniani. Hatujaenda mbinguni, maana tuna kazi ya kufanya. Tukikosa kuifanya hiyo kazi, tunakuwa watu ambao we are irrelevant, bure, wakati hatufanyi kile Mungu ambacho ametuambia tufanye. Na hivyo basi tumepewa kazi. Na aliongea kwa sababu lipo. Mungu atusaidie wachungaji, waamini wa Kristo, maana tumepewa kazi ya kupatanisha watu na Mungu aliye hai. Unahitaji, msikilizaji wangu, na wewe ambaye haujamjua Yesu, ni wakati mwafaka kuweza kumwamini Yesu na kuokoka. Ni wakati mzuri wa kumgeukia Mungu. Hakuna njia nyingine ya kumfuata Mungu. Hii dunia tutatoka. Tutatoka. Hii dunia, wacha kuwa na wasiwasi na corona. Maandiko yanasema wote wamehesabiwa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu.
Tutakufa sote, utatoka hii dunia. Utatoka hii dunia. Hata ukiogopa kufa, hii dunia utatoka. Maana si ya kwako. Hii dunia ni ya Mungu na ni dunia ambayo Mungu ana mipango nayo. Si ya kwako, utampangilia Mungu. Mungu ana mipango na hii dunia na tutatoka tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. So ni wakati mzuri wa kuweza kutubu na kusamehewa na kumwamini Yesu ili tuweze kuhesabiwa haki na kuweza kuokoka. Basi ukiwa pale nyumbani unasema mhubiri, omba nami. Mambo haya nimeyaelewa. Kwa muda huo mchache naomba uweze kuomba pamoja nami. Maandiko yanasema ukiamini moyoni utahesabiwa haki, ukikiri kwa kinywa chako utaweza kuokoka. Amini pamoja nami, sema: Bwana Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja kwako, nimesikia neno lako, ninakuhitaji. Ninatubu dhambi zangu zote. Namwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba unisamehe leo, ili kuanzia leo Yesu aingie maishani mwangu, anisamehe, aniokoe. Jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo niko tayari kuacha dhambi na kumfuata Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe na kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu tumeomba na kuamini. Basi tunashukuru Mungu kwa ajili ya kufikia muda huo. Tunataka kuweza kusema kwamba tutaendelea tena katika episode inayofuatia kesho yake, na itakuwa baraka. Ila unaweza kutufuatia kwa Facebook, Redeemed Gospel Church Miritini. Unaweza kutufuatia. Unaweza pia kutufuatia RGC Miritini Twitter. Unaweza kutufuatia na YouTube. Unaweza kutufuatia kwa address hiyo. Na ukifanya hivyo, Bwana Mungu ataweza kukubariki sana. Tunakupenda na omba, waambie wengine, waambie marafiki, waambie kuna mhubiri pale ambaye anahubiri maneno mazuri, anahubiri neno la kuweza kutusaidia. Hivyo tunaomba ya kwamba ukaweze kuungana pamoja nami kila asubuhi saa 12 na ibada zetu kanisa hili la Redeemed Gospel Church Miritini. Tutaendelea na ibada zetu online katika platform hii. Tutakuombea hapa na Bwana Mungu ataweza kukubariki. Asante sana. Basi pia kwa washirika wetu na wale wengine wote ambao wangependa kufanya kazi ya injili. Hii kazi ya injili tunatumia vifaa vya kuweza kuperusha hali hii, vipindi hivi, na watu wangu hawa wa media wako hapa, tukizingatia distance ya 1 meter social distance. Na hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hatuko wengi hapa, tuko kama watu wa 4 hivi kwa sababu ya vipindi ambavyo vinachukuliwa. Na hivyo tunashukuru Mungu. Tupate tena basi muda unaofika, ila unataka kuungana nasi kwa ajili ya utoaji, tunatumia namba ambayo unaipata hapo chini. Utaweza kuchukua, toa fungu lako. Watu wetu kanisani wengi wamekuwa wakinipigia, pastor, mafungu tutafanyaje? Mafungu ya toeni kwa hiyo namba ya 0722 255 754 0722 255 754. Tumia hiyo namba pia kwa kupiga, kwa ajili ya kupiga uweza kuomba. Una mahitaji ya maombi, unaweza ukapiga tukaweza kuomba pamoja nawe. Unahitaji ushauri, tumia hiyo namba, na ukifanya hivyo Bwana Mungu ataweza kubariki. Asante sana kunipa muda wako. Asante sana kuungana pamoja nami dakika 15 hivi ambazo zimepita, na kushukuru sana. Mungu aweza kubariki. Unaweza kulike, unaweza kushare video mafundisho haya, na ukifanya hivyo Mungu ataweza kubariki sana. Asante msikilizaji wangu. Kesho ni siku